Anaingia shahidi hapa mahakamani na jaji anauliza shahidi unaitwa nani? Shahidi anajitambulisha, anaitwa H937 Detective Vincent, umri miaka 36, dini Mkristo. Anapewa Biblia kwa ajili ya kuapa. Ataongozwa na wakili wa serikali hapa. Wakili anauliza jina na anapoishi. Corporal Vincent anajitambulisha na anasema anaishi Mbeya. Wakili, sehemu gani? Corporal Vincent anasema Mbeya mjini. Wakili, unafanya kazi gani? Corporal Vincent, polisi wilaya Mbeya tangu mwaka 2012. Wakili, umejiunga mwaka gani? Corporal Vincent anajibu 2012, mafunzo ya awali ya polisi kule Moshi tarehe 30 mwezi wa 3 2012. Baada ya kuhitimu nilipangiwa mkoa wa Rukwa. Wakili, majukumu yako ya kila siku ni yapi? Corporal Vincent, kupeleleza kesi, kukamata na kutoa ushahidi mahakamani katika kitengo cha upelelezi. Nina miaka 6. Wakili, sasa elezea mahakama mnamo tarehe 5 mwezi wa 4 2025 ulikuwa wapi? Corporal Vincent, nilikuwa kituoni Mwanjelo naendelea na majukumu yangu. Wakili, unakumbuka nini? Corporal Vincent, niliitwa na mkuu wa kituo na kupewa maelekezo ya kumtafuta P9. Wakili, alikuwa anakabiliwa na nini mpaka uende kumtafuta? Corporal Vincent, P9 alikuwa anahamasisha vijiweni uchaguzi 2025 usifanyike na hivyo nikaenda kumkamata. Wakili, baada ya kupewa maelekezo hayo ulifanyaje? Corporal Vincent, mkuu wa kituo alinipatia namba ya simu ya P9. Mkuu wa kituo hizo namba alizipata kupitia msili wake ambaye alimletea. Wakili, nini kiliendelea baada ya kupata mawasiliano ya mtu unayetakiwa kumkamata? Corporal Vincent, baada ya kufuatilia shughuli zake nikagundua kuwa ni fundi umeme, hivyo nikatumia njia ya kujifanya kama mteja ili niweze kumkamata. Wakili, nini kilifuata? Corporal Vincent, tulikubaliana kukutana maeneo ya Kabwe ili niweze kumpeleka eneo la kazi. Corporal Vincent, baada ya hapo nikawa nimefika Kabwe kwani hapakuwa mbali. Kweli nikakutana naye. Wakili, baada ya kukutana naye nini kilifuata? Corporal Vincent, nilimwambia mimi shida yangu sio umeme. Nikajitambulisha kwa mimi ni askari polisi, nikamuonesha kitambulisho changu. Wakili, baada ya kuonesha kitambulisho nini kilifuata? Corporal Vincent, nilimwambia nimekuja kumkamata, anakabiliwa na tuhuma za kufanya uchochezi pamoja na kuhamasisha vurugu za kuzuia uchaguzi mkuu 2025. Wakili, mwisho wake ulikuwaje? Corporal Vincent, bahati nzuri alikuwa mwelewa, sikutumia nguvu nyingi, niliongozana naye hadi kituo cha polisi kati Mbeya, then nikaendelea na majukumu yangu. Wakili wa serikali Ignas Mwinuka anasema waheshimiwa majaji, ni hayo tu kwa shahidi huyu. Jaji anasema karibu mshtakiwa kwa ajili ya maswali ya dodoso. Mheshimiwa Lissu, umesema unaitwa Corporal Vincent, ni sawa? Corporal Vincent, mimi naitwa Corporal H937 Vincent. Mheshimiwa Lissu, ukienda kwa baba yako na mama yako utaambiwa unaitwa Corporal H937 Corporal Vincent. Corporal Vincent, hapana. Mheshimiwa Lissu, nasikia wewe ni omboi wangu. Corporal Vincent, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, bila shaka uliandika maelezo yako ya shahidi na ukionyeshwa utayatambua. Corporal Vincent, ndio. Mheshimiwa Lissu, waheshimiwa majaji, naomba shahidi aonyeshe maelezo yake. Mkude, waheshimiwa, hatuna pingamizi. Shahidi Corporal Vincent anaonyesha maelezo yake. Mheshimiwa Lissu, waeleze waheshimiwa majaji kama hayo maelezo ni yako. Mheshimiwa Lissu, waheshimiwa, nataka kumimpeach credit ya huyu shahidi. Nataka kukuhoji sifa au uaminifu wake. Na msomee maelezo yake na kisha nitasoma maeneo nayotaka kumcontradicti na nitaomba kubali yapokelewe kama kielelezo.